pamoja na namba ya simu ambayo ndio itakuwa ni username yako, na utatumia hiyo neno siri ambalo umetumiwa pamoja na username kuingia. Sasa utaachana na kule kwenye kujiunga, utakuja hapo utasema imeandikwa ingia, utaandika namba ya simu na neno siri, na baada ya kuandika neno siri utaandika ingia. Na ukishaandika ingia, itakuleta sasa itaenda kupeleka ndani zaidi ambako kuna mfumo wenyewe, kwa sababu wewe ndio sasa umejisajili kama mzazi, hauna mtoto ambaye umemsajili wa kike wala wa kiume. Itakupeleka, utaenda sehemu imeandikwa sasa watoto wangu, utaenda kusajili. Baada ya kuingia kwenye sehemu imeandikwa mtoto wangu, unaenda sehemu imeandikwa sajili mtoto. Kwenye kusajili mtoto, mfumo utakutaka sasa uende ukaandike jina la kwanza la mtoto wako. Utaandika jina la kwanza la mtoto wako, kwa mfano umeandika Esther la mfano, lakini pia utaandika jina la mwisho la mtoto wako, anaitwa labda huyu ni Esther Ngulo. Na baada hapo utachagua jinsia yake ni wa kike au wa kiume utachagua. Na baada hapo utaenda kuandika tarehe, mwaka na mwezi aliozaliwa mtoto wako. Unaweza ukatumia kalenda ama ukaandika moja kwa moja. Na baada hapo utaandika kiwango cha elimu mtoto wako, yuko awali ama yuko shule ya msingi ama yuko sekondari, vyovyote. Na baada ya kuwa umefika hapo, utaenda kuandika na shule anayosoma mtoto wako na mkoa ambako hiyo shule ipo, na utachagua na wilaya ambako shule ipo, na utafika pale mwishoni umeandika sajili. Utasajili mtoto wako, utabonyeza tu kitufe na utapata pale juu message mtoto wako